Lakini ukiangalia mashabiki wa Simba kuna ambao wanasema bwana sasa hatuchezi hiyo tarehe 25. Unajua hiyo ya Simba ni kwa sababu ya vitu vingine tofauti, lakini mimi naamini kwamba mpaka unasimamishwa kazi unakuwa kuna makosa umeyafanya. Lakini pia kwa mtu ambaye ameamini kwamba ngoja nijitoe kwenye wadhifa wangu, niachie ngazi. Maana yake unaona kuna vitu ambavyo haviendi sawa kwenye uongozi wako. Young Africans kipindi ambapo wanatetea haki walikuwa wanazungumza kwamba wanatetea mpira. That's why walipoanza kujiuzulu watu huko, kuna baadhi ya watu wanasema kwamba mpira umeshinda. Mpira umeshinda na figisu zimeshindwa. Hii inamaanisha nini ndugu yangu? Sikia maneno kama hayo, mpira umeshinda na vitu kama hivyo. Nafikiri kuna vitu vingi vya kuja kulitazama kwenye disakata, lakini moja kati ya kitu ambacho pia wadau wa football inawezekana walikuwa wanatamani kuja kukiona ni kuhusiana baadhi ya viongozi ambao tunaamini kwamba wao walikuwa na nafasi kubwa ya kuja kuzungumza kuhusiana na disakata, lakini baada huko kulikuwa kuna taarifa ambapo pengine walikuja kuitoa kuhusiana na kwa nini mchezo wa dabi ya Kariakoo, kwa nini mchezo baina ya klabu ya soka Yanga na Simba wa Machi 8 hakuweza kuchezwa kwa wakati. Baadaye tukaona pia wanapanga tarehe nyingine ambayo licha ya kupanga tarehe ambayo walitoa kulikuwa kuna maelezo yote kuhusiana na mchezo wa kwanza kwamba why ulelishwa na kwa nini, sababu zipi ambazo pengine zilikuwa chanzo kikuu cha mchezo kutokuchezwa. Lakini ukizungumza pia kwenye yale matakwa ambayo klabu ya soka Young Africans ambayo alipeleka, kwa maana katibu mkuu TFF ajiuzulu, kamati ya usimamizi ligi ivunjwe, lakini sio bodi ya ligi ajiuzulu, na bodi ya ligi iwe chombo huru. Haya ni matakwa ambayo ukiyatazama kwenye klabu ya soka Yanga pengine waliamini kwamba kwenye sehemu ya viongozi wa TFF inawezekana walikuwa hawafanyi kazi yao kwa ipasavyo, ama pengine walichangia mchezo wa dabi ya Machi 8 kutokuchezwa. Ndio maana tunaweza kuona kwa siku ya jana baadhi ya viongozi wanajiuzulu kina Mguto, lakini pia unaweza kutazama mtu kama katibu mkuu wa TFF yeye pia akiingia kwenye rodingi la kujiuzulu. Kwa hiyo nadhani inawezekana kweli shinikizo ambalo klabu ya soka Yanga walikuwa wanalipeleka, ama shinikizo ambalo wadau wa football walikuwa wakipiga kelele kuhusiana na maamuzi ambayo yanaendelea kwenye ligi yetu, inawezekana pia imechangia kwa viongozi kule kuondoka madarakani. Lakini inawezekana kweli tumepeleka shinikizo, inawezekana kweli tumepiga kelele, lakini je, hawa watu wengine mpya watakuja kuongoza hiyo kitu? Kwa maana mtu ambaye atakuja kuteuliwa kwa katibu mkuu wa TFF, lakini mtu ambaye pia atakuja kuwa CEO wa bodi ya ligi, je, pia na wao watakuwa kwenye mazingira gani? Je, na wao tena watakuja hukumu kulingana na kile kitu ambacho wanakifanya? Kwa sababu pia unajua hizi timu mara nyingi zinataka kunufaika kwenye baadhi ya maamuzi. Sasa unaondoa watu ambao tuna imani kwamba labda si walikuwa sehemu ya mafanikio kwenye misimu kadhaa ambao ulicheza, lakini kwenye msimu ambao unaamini kwamba football kwamba inataka mabadiliko, ndio nyakati ambazo pia unakuja kushinikiza kwamba ondoke madarakani. Inawezekana ikawa ni kweli kwamba nataka ondoke madarakani, lakini bado utarudi pale pale kwamba yes, unaondoa hawa watu. Je, wale wengine ambao utakuja kwenye nafasi ambazo tunaamini kwamba hawa walikuwa watendi haki kwenye nyakati ambazo ni kwenye mchezo mmoja pengine baina ya klabu ya soka Yanga na klabu ya soka Simba, ndio tukaamini kwamba kuna vitu vingi ambavyo vinaendelea kwamba labda hawa walikuwa ni source ya mchezo kutokuchezwa. Vipi kama kija watu wengine na bado kwa kuna maamuzi ambayo labda yanakuwa yanafanana na watu ambao wameondoka? Tutarudi kule labda tuje tuzungumze tena kwamba na hawa tutaanza kupeleka shinikizo ondoke. Kwa nadhani football kweli inaweza ikawa inaongea, labda football kweli watu wanatamani kwamba kwenye njia sahihi, lakini sometimes unaweza kuwa unafikiria kwamba kwenye hawa viongozi ambao leo unaondoa, leo tena unapiga kelele kwamba ondoke madarakani, ndio nyakati ambazo pia hata wewe umepita kwenye sehemu ya mafanikio ndani ya hao viongozi. Kwa nadhani klabu ya soka Yanga inawezekana na kile ambacho kinazungumzwa mtaani kwamba sawa football inazungumza kwamba maneno yanazungumza kwamba kile ambacho kitaka Yanga inawezekana ndio kimeenda kufanyika kwamba yes, Yanga kucheza mchezo husika mpaka baadhi ya viongozi labda waondoke madarakani. Ndio kwa tumeona kwa siku ya jana baadhi ya taarifa ambazo zinaanza kuondoka, baadhi ya watu wanaondoka kwenye sehemu ya watu wa TFF. Inawezekana kweli kani kwenye afya mpira wetu, lakini inawezekana tukao tunatazama hili swala kwenye msimu huu tu kwamba yes, hao viongozi waondoke, lakini je, kwenye msimu unaofuata kuni watu ambao watakuja kwenye nafasi utakuwa na imani nao? Kwa sababu hawa umeonyesha kwamba huna imani nao kwenye msimu. Vipi ambao watakuja kwenye nafasi kuna kureplace kwenye nafasi utakuwa na imani nao? Kwa nafikiri ni kitu ambacho pia inawezekana klabu ya soka Yanga likishinikiza, lakini bado pia unaweza kutazama, tunajua mazingira ya vilabu pale ambapo klabu moja inanufaika na baadhi ya maamuzi, ndio nyakati ambazo pia wanaanza kutoka na kuja kuzungumza kusubiri namna gani ambapo pia baadhi ya viongozi ambao kama watakuja kuteuliwa na tukaanza kushuhudia tena baadhi ya kelele ambazo zinapigwa kuhusiana na viongozi. Mimi na imani kwamba bado tuna kasoro pia kwenye hizi timu, namna gani ambapo wanaweza wakawa nakubaliana na maamuzi ambayo yanatoka kwenye vyombo vya usimamizi wa mpira. Manake hivi sasa tunaenda na ligi bila kuwa na mwenyekiti wa bodi ya ligi mpaka labda kipindi cha uchaguzi, kwa sababu tunajua kuna option mbili, kumteua mtu kwenda kushika wadhifa ule au kumchagua mtu. Ipi ni bora? Nafikiri kwenye mechi ambazo zimesalia kwenye kila timu mechi tatu, nadhani tunaweza tukatafuta labda tutafute mbadala wa muda mfupi, kwa sababu unajua ligi mara nyingi inaendeshwa na viongozi wapo kwa ajili ya kupanga taratibu ambazo zipo na kusimamia baadhi ya taratibu mbalimbali ambazo ziko kwenye michezo. Kwa nadhani atafuta labda mtu ambaye anaweza kuwa ni wa muda mfupi kwenye hii michezo ambayo imesalia kwa ajili ya kuongoza bodi ya ligi kwamba yes, kuna michezo ambayo imebaki, tutaenda mwishoni mwa msimu tutaenda kuteua mtu ambaye pengine inawezekana tukaenda naye kwa msimu mzima, kuliko sasa hivi labda unaenda kumteua mtu katikati hapa na ukitazama hata
mechi ambazo zimesalia ni michezo michache kwa kila timu, kwa maana michezo mitatu ambayo kitazama ni almost kama mwezi mmoja na nusu ambao ligi inaenda kutamatika. Kwa nadhani njia sahihi labda ni kutafuta mtu ambaye atakuwa ni muda mfupi, lakini sisitegemei kuona labda kwa bodi ya ligi pamoja na TFF kuna kuteua mtu moja kwa moja ambaye kwenye hiki kipindi kifupi kwamba mtu mmoja ameondoka alafu baada ya hapo ateuliwe mtu ambaye atakuja kuliongoza shirikisho la mpira wa miguu kwenye msimu ambao unamalizika na kwenye msimu unafuata. Bado nafikiri inawezekana kupatikana mtu wa muda mfupi, ama pia inawezekana asipatikane mtu wa muda mfupi, kwa sababu ukiangalia mechi zilizosalia na ligi ambayo inaenda kuisha, tunawezekana tukapata mtu ambaye pengine tukaje tukamteua mwishoni mwa msimu ama msimu utakapomalizika, tunakuja na seti mpya ya viongozi ambao labda watakuja kufanya kazi kwenye taasisi. Mimi naona bora wamalize tu hao waliopo, sababu unajua kuna mwenyekiti wa bodi ya ligi, lakini pia kuna msaidizi wake, lakini pia ambaye amesimamishwa ni mtendaji mkuu au CEO wa bodi ya ligi ambaye ni Almas Kasongo. Tunajua kwenye bodi ya ligi ni kama wamedestroy au wameharibu ule mfumo. Yaani kwa kuwatoa watu, sio kwamba wameharibu kwamba haikutakiwa kufanyika hivyo, lakini bodi ya ligi ni mwenyekiti wake ambaye ndo mkuu wa ile bodi hayupo, lakini pia mtendaji mkuu pia hayupo. Manake sidhani kama maamuzi ambayo yatakuwa yanafanyika hapa yatakuwa yanaitegemea sana bodi ya ligi. Manake kunaweza kuwa kuna combination baina ya bodi ya ligi na TFF. Na ukiangalia moja kati ya kitu ambacho Yanga walikuwa wanasema hawakihitaji, wanataka bodi ya ligi na TFF ni vyombo vitu vile tofauti. Kwa hivi sasa karibuni hapa mimi naamini kwamba inaweza kumpata mtu ambaye atateuliwa akashika ile nafasi. Kuteuliwa pia inaweza kuwa ni tatizo. Isubiriwe watu wachaguliwe kama hivyo. Lakini pia ukiangalia mimi naamini kwamba kwenye ile sakata watu wengi watakuwa wamejifunza sana. Na mambo mengi sana yatakuwa yametokea hapa. Hata kama hakutakuwa na kiongozi mwenyekiti wa bodi ya ligi kwa kipindi hichi, labda mwezi mmoja hivi, sitarajii kuona mafyongo yanatokea. Kwa sababu eti hayupo kiongozi. Sitarajii kuona, kwa sababu ninachotarajia ukiona ambao wao bado wapo kwenye uongozi wanafanya kazi ambayo inatakiwa ifanyike. Mimi ukiangalia kwangu mimi, moja kati ya kama ulivyozungumza kwa siku ilikuwa ni jana, kama sio juzi, nilikuwa nasema moja kati ya uongozi wa TFF pamoja na bodi ya ligi ambao ulikuwa bora sana ni kipindi hichi. Yes, tumeona alikuwa bora. Yes, kuna madhaifu yanaonekana ambayo kiuongozi pia yanatokea so far, lakini pia kuna makosa yanatokea ambayo sio, ila makosa yalionekana muda mrefu sana. Makosa ya bodi ya ligi pia yalionekana muda mrefu sana. Kipindi ambapo ilishindikana kungamua ile sakata la dabi pia. Unajua kuna ile dabi ya mwanzo kabisa ilikuwa ni mwaka 2021. Mechi inabadilishwa muda. Kwamba Young Africans walikuwa wanajua kwamba mechi ni muda fulani, Simba wanajua mechi ni muda fulani. Kuna timu ikaenda uwanjani ikaona kwamba hajatokea mtu ikaondoka, alafu yule baadaye akatokea baadaye. Ukiangalia unaona kabisa ni maamuzi ambayo kwa bodi ya ligi wenyewe waliona kabisa wamezingua wenyewe. That's why hakuna ambaye alikutana na rungu, kwa sababu sheria isemi hivyo au kanuni zetu za football hazisemi kwamba unaweza kubadilisha muda tu wa mchezo from nowhere kwa muda ambao labda haujakubalika. Ndani ya masaa 3-4 unabadilisha muda, itakiwi. That's why ikatokea vile pale, ilidhihirisha kwamba kuna vitu havijakaa sawa kwa bodi ya ligi. Kuna vitu ambavyo kuna maamuzi yanafanya ambayo hayajakaa sawa. Ukijiuliza ni kwa nini walifanyaga vile mwaka ule, kwa nini muda kutoka hapa kwenda hapa, unaweza ukapata sababu ambazo zilikuwa hazina mashiko. Hivi sasa imetokea sakata kama hili. Tunaheshimu sana bodi ya ligi, lakini pia kwa high pressing iliyofanyika na Yanga ndio inakuja kutokea